Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika kapu la habari. Mimi ni Hilal Sefu Yami nitakusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Nuhu Stima. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Aliyekuwa katibu mkuu wa taasisi ya Thakafa Alhaji Maruzuku Magongo afariki dunia. BAKWATA mkoani Singida wakamilisha mchakato wa uchaguzi katika ngazi ya mkoa. Na katika habari za kimataifa, hali ni tete nchini Madagascar. Na mkapu la habari linaanza na habari ya tanzia. Aliyekuwa katibu mkuu wa taasisi ya Thakafa na mwanachama wa msikiti wa Ijumaa uliopo jijini Mwanza, Alhaji Maruzuku Magongo, amefariki dunia alfajiri ya Jumanne ya Oktoba 14 katika hospitali ya kanda ya Bugando alipokuwa anapatiwa matibabu na kuzikwa katika makaburi ya Mlango Mmoja jijini Mwanza. Zuberi Mgaya anaarifu zaidi. Ni majozi na huzuni kwa ndugu wa familia, lakini kwa waumini wa Kiislamu kwa ujumla kwa kumpoteza mpendwa wetu Alhaji Maruzuku. Na hapa kila mmoja anamzungumza kwa namna ya kipekee kutokana na mchango wake mkubwa katika Uislamu na jamii kwa ujumla. Bwana Maruzuku Magongo ambaye sisi tunamuita kaka yetu, kihistoria ni kwamba katika tasnia hii ya elimu na dawa kwa ujumla ya Kiislamu, ni kwamba zamani hapo walikuwa wameanzisha umoja wa vijana wa Kiislamu wa Mirongo, lakini pia baadaye akawa katika bodi ya msikiti wa Ijumaa na vile vile katika harakati za shule hii ya Thakafa, na kama unavyoona leo tuko hapa katika uwanja wa Thakafa. Kwa hiyo mchango wake ni mkubwa sana katika swala la elimu kwa ujumla, elimu zote mbili, elimu ya dini na elimu ya sekula. Nikusikitisha sana sababu Maruzuku alikuwa ni mtu fulani ambaye alikuwa na upole sana, ambaye alichangia vikubwa sana katika ujenzi wa shule hii. Alichangia sana vikubwa sababu yeye ndiye aliwezesha katika kuiongoza shule hii. Alifanya makubwa sana, lakini tulimpenda sana, lakini Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi. Aidha, Alhaji Maruzuku atakumbukwa zaidi katika mchango wake mkubwa katika harakati za Uislamu, ikiwemo nafasi yake ya ujumbe katika taasisi ya Mahasin Mission na msikiti wa Ijumaa. Yote hayo ni katika kuimarisha dini ya Uislamu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tukielekea jijini Dar es Salaam, vijana wa Kiislamu wamehimizwa kuchangamkia fursa ya uboreshaji wa mitaala ya elimu unaotoa kipaumbele kusoma elimu zote mbili kama sehemu ya mkakati wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili kwenye jamii. Taarifa yake Abdalla Matotola inasimuliwa studio naye Nuhu Stima. Wito huo umetolewa kwa nyakati tofauti na Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega pamoja na mkurugenzi idara ya Mashariki ya Kati kutoka Wizara ya Mambo ya Nje Balozi Abdallah Abbasi Kilimo, baada ya kushiriki hafla ya kuaga vijana 13 wanaokwenda kusoma nchini Malaysia katika chuo cha Al-Bukhari International. Kwa sasa hivi jamii imekuwa na changamoto kubwa sana ya kimaadili. Sasa dawa tunayoamini kwamba ili watu wataalamu na wanajamii sote tuwe na maadili mema pamoja na mambo mengine, lakini dini ina nafasi kubwa sana kwenye eneo hili la kuwashape watu. Akienda kwa kiongozi, mtu awe ni kiongozi mwenye hofu ya Mungu, akiwa ni mtendaji awe ni mtendaji mwenye hofu ya Mungu,
Kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, elimu hizi mbili zikichanganywa pamoja zinatuwezesha tunapata kiongozi bora, mtumishi bora mwenye hofu ya Mungu na ambaye ataongozwa na Mungu katika utekelezaji wa majukumu yake. Of course huu ni mwanzo, kama mlivyosikia ndani kwamba vijana waliofaulu ni 76, lakini kwa kuanzia wataondoka hawa 13. Mjumbe wa kamati ya maandalizi Sheikh Abdallah Tego amesema safari ya vijana hao ni kufuatia makubaliano yaliyoingiwa baina ya taasisi ya Ibn Jazar na chuo cha Al-Bukhari cha nchini Indonesia. Tulitambua kwamba kuna vijana wengi wa Kitanzania ambao ni wazuri sana kwa maana na uwezo mkubwa wa masomo, lakini uwezo wa kiuchumi ni mdogo. Kwa hiyo sifa kubwa ambayo tumeangalia kupata vijana hawa ni wale ambao wana uwezo mkubwa darasani, lakini hali ya kiuchumi ni ngumu kwa maana wazazi waweze kukabiliana na gharama za masomo, na tunalenga zaidi wafikia hata vijana mpaka 100 wa Tanzania na ni nchi nzima. Tutakao tunatafuta sehemu mbalimbali wale ambao wamefaulu vizuri lakini hawana uwezo wazazi wao kujisomesha na pengine kupata nafasi huko ndani ili waweze kwenda kusoma Malaysia, na huo ndio msingi hasa wa scholarship hii. Mwenyekiti wa jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani nchini ambao ndio waratibu wa safari hiyo, Sheikh Othman Ali Kaporo, ametoa wito kwa jamii ya Kiislamu kuchangamkia fursa za kielimu zinazopatikana. Jamii ya mke sasa hivi kuielekea elimu, milango hiyo inafunguka, watoto wanaanza kutoka nje kwenda kuchukua elimu, sio elimu za dini tu, elimu mchanganyiko, elimu tofauti. Kwa hiyo la msingi ni kushikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu tunachokiita siku zote, watoto washikamane na Qur'ani, waisome vizuri, na huko mbele future ni nzuri tu sasa hivi tunakoelekea. Huu ni muendelezo wa harakati za jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani Tanzania katika kuhakikisha kwamba lengo la jumuiya linakamilika, kuhakikisha kwamba vijana wa Kiislamu kwanza wanaijua vizuri dini yao, lakini pia kuzalisha wataalamu sasa ambao wanaijua dini yao, ambao watatumika kwa maslahi mapana ya taifa hili. Wananchi wenye changamoto mbalimbali za kiafya katika halmashauri zote za mkoani Mara watarajia kupatiwa huduma za kibingwa kutoka kwa madaktari waliobebea katika tiba za afya kutoka Wizara ya Afya ili kuwapunguzia adha ya kwenda nje ya nchi kufuata huduma hizo. Suberi Mgaya anaarifu zaidi. Akitoa taarifa ya ujio wa madaktari hao mbele ya mkuu wa mkoa wa Mara, mganga mkuu wa mkoa wa Mara Dr. Zabron Masatu ameelezea mafanikio ya matibabu yanotolewa na madaktari hao yalivyoleta mafanikio makubwa kwa wakazi wa mkoa huo. Kutoa huduma ndani ya mkoa wetu, tulianza na awamu ya kwanza ambayo ilikuwa ni Juni mwaka 2024, na katika awamu ile Mheshimiwa mkoa tuliweza kuona jumla ya wananchi 2441 mwezi Novemba mwaka 2024, ikiwa ni awamu ya pili, na katika awamu ile tuliweza kuona jumla ya wananchi 4287, lakini vile vile mwaka huu mwezi Juni tulikuwa na awamu ya 3 ya zoezi hili ambapo tulifanya katika halmashauri zetu zote na tuliona jumla ya wananchi 2943. Aidha, mratibu wa afya kutoka Wizara ya Afya Bi Grace Maliki amesema lengo la kutuma timu hiyo ya madaktari ni kuhakikisha wananchi wote wenye changamoto mbalimbali za kiafya wanafanikiwa kupatiwa matibabu. Timu ya madaktari bingwa bobezi, wauguzi bobezi wapatao 54 ambao watahudumia wananchi wote wa mkoa wa Mara katika halmashauri na wilaya zote za mkoa wa Mara. Lengo ikiwa ni kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Mara wote wenye changamoto za kiafya, lakini pia wote wanaotaka kujua afya zao watapatiwa huduma za afya. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Mara kushiriki katika zoezi hili la kupata huduma hizi za kibingwa ambazo zimesogezwa karibu sana na sisi ili kupunguza gharama ambazo wangesafiri umbali mrefu kwenda kuzipata pengine mahali pengine nje ya mkoa wa Mara.
Akiwakaribisha madaktari hao, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ameelezea umuhimu wa madaktari hao katika utoaji wa huduma kwa wananchi na kusema kuwa tayari wameshaandaa mazingira rafiki ya utendaji kazi kwa madaktari hao ili kuweza kutoa huduma bora kwa wananchi. Huduma hizi zimekuwa na mafanikio makubwa sana kwa mkoa wa Mara. Hadi sasa jumla ya wagonjwa 9671 wamefikiwa na huduma hizi zilizotolewa kwa awamu 3 ambazo ameeleza hapa mganga mkuu. Tumekwisha weka mazingira rafiki ya ninyi kwenda kufanya kazi katika halmashauri zetu, kwa maana kwamba waganga wakuu wa kila halmashauri wapo hapa, wamekuja kukuchukueni na kwenda katika halmashauri zetu. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewahimiza wananchi kujitokeza kwa wingi kupata matibabu ya kibingwa yatakayotolewa kwa muda wa siku 5 katika hospitali ya rufaa ya mkoa huo Maweni. Taarifa ya Emmanuel Matinde inasomwa studio na Rajab Shaban Matuga. Balozi Siro ametoa wito huo wakati akifungua kambi ya huduma za matibabu ya kibingwa, ambapo madaktari bingwa na bingwa bobezi zaidi ya 20 wanatoa huduma ya matibabu kwa wagonjwa wenye changamoto mbalimbali za kiafya. Amesema huduma ya matibabu ya kibingwa ni fursa adimu, hivyo wananchi waitumie vizuri kupata ufumbuzi wa matatizo yao ya kiafya. Tunatambua kuwa changamoto za kiafya bado ni nyingi katika mkoa wetu. Kwa mfano, bado tuna idadi kubwa ya wagonjwa wa moyo kama nilivyosema, watoto wanahitaji huduma maalum, akina mama wanapata matatizo wakati wa ujauzito na uzazi, lakini utapia mlo. Kwa hiyo yote hapo wataalamu wetu watatoa elimu katika hiyo. Kwa hiyo magonjwa mbalimbali. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea mashine ya endoscopy. Ndugu wanagoma, mashine ya endoscopy ni ile ambayo unaingizwa kwenye mdomo, inaingia huko ndani, inaangalia kama kuna vidonda vya tumbo, kama kuna nini. Huna sababu tena ya kukimbia kwenda Dar es Salaam, kwenda Kigoma, kwenda Dodoma, kwenda Mwanza. Mambo yote yako hano. Sasa ndugu zangu, wataalamu wabobezi wako hapa. Kwa hizo siku 5 tuzitumie vizuri sana. Mratibu wa huduma za afya katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Maweni, Daktari Boniface Kilangi, amesema dhamira kuu ya kambi hiyo ni kusogeza huduma za kibingwa na bingwa bobezi karibu na wananchi, na hivyo kupunguza gharama na adha ya kusafiri kufuata huduma hizo mikoa mingine. Mwaka huu wa fedha hii itakuwa ni kambi yetu ya kwanza na itakuwa siku 5 hadi tarehe 17 Oktoba 2025. Na inalenga kutoa huduma kwa wagonjwa zaidi ya 3000 na tunatarajia kuwa na takribani madaktari bingwa na bobezi zaidi ya 30. Tunatarajia kuwa na madaktari bingwa wa magonjwa ya mfumo wa chakula, magonjwa ya moyo na shinikizo la damu, magonjwa ya kisukari, mishipa ya fahamu na ubongo, kwa wale wagonjwa ambao wana shida za stroke na kadhalika. Lakini pia magonjwa yanayohusiana na kutokushika ujauzito pamoja na ugumba, kitaalamu wanaita infertility. Tunatarajia kuwa na daktari bingwa magonjwa ya watoto, magonjwa ya mifupa na mgongo, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya uzazi na wanawake, magonjwa ya mfumo wa mkojo na uzazi kwa wanaume ikiwemo tezi dume. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi walijitokeza kupata ufumbuzi wa changamoto zao za kiafya wameeleza kuridhishwa na kambi hiyo ya matibabu. Sisi huduma kuja huku karibu zinatusaidia sana kuliko kusafiri kwenda huko mikoani, kwa sababu kuna wengine tuna changamoto ya kifedha, lakini wanapokuja hapa karibu tunashukuru sana serikali yetu, wao wanatuletea hivyo madaktari bingwa, wanakuja huko mikoani ili wengine tupate huduma kiurahisi zaidi. Nichukue fursa hii pia kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea huduma za kibingwa kwa hospitali yetu ya rufaa ya Maweni. Ni jambo ambalo linatusaidia sisi wananchi kwa sababu ya kupunguza gharama kuzifuata huduma kwenye hospitali kubwa zilizoko mikoa mingine kama Dodoma, Dar es Salaam, Mwanza na Moshi, Arusha. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Singida limekamilisha mchakato wa uchaguzi wa viongozi wapya watakaohudumu kwa kipindi cha miaka 5 ijayo, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa kalenda ya kitaasisi ya taasisi hiyo. Ramadhani Idilimu anatuarifu zaidi. Uchaguzi huo uliofanyika chini ya usimamizi wa afisa tawala kutoka makao makuu BAKWATA Rashid Kasim Mohamed umehusisha nafasi ya wajumbe wa baraza la mashehe, wajumbe wa halmashauri ya mkoa, mjumbe wa halmashauri kuu pamoja na mwenyekiti wa halmashauri ya mkoa. Kwa maana hiyo tunamtangaza ndugu Abdalla Ramadhani Kundia
kuwa ndiyo mshindi wa nafasi ya ujumbe wa halmashauri kuu BAKWATA Taifa kutoka mkoa wa Singida. Nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri mkoa wa Singida, namtangaza Bwana Omari Hamisi Mughenyi kuwa ndiye mwenyekiti wa halmashauri mkoa wa Singida. Sambamba na hayo, viongozi wote waliopata nafasi ya kuchaguliwa wamesisitizwa kuzingatia mipaka ya uongozi ili kuepuka kuingiliana majukumu katika nafasi zao. Kwa yeyote aliyechaguliwa achukue katiba, aipitie. Akishaipitia aangalie madaraka yake yanaanzia wapi na yanaishia wapi. Kwa wale wateuliwa, mashekhe wa mikoa, mashekhe wa wilaya, mnajua mbinu gani mnapatikana. Chungeni mipaka katika maamuzi yenu. Katika BAKWATA sehemu kubwa ambayo inatakiwa itekeleze wajibu wake ni sehemu ya utendaji. Sehemu ya mashehe haina matatizo. Kwa hivyo ni matarajio yangu halmashauri hii mpya itaangalia dira ya baraza na kisha itapembua kuona yale yanayounasibu mkoa wa Singida na kuyafanyia kazi. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego, mkuu wa wilaya ya Singida Godwin Gondwe ameipongeza BAKWATA kwa kufanikisha uchaguzi huo kwa utulivu, akisisitiza kuwa serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini. Mheshimiwa Halima Dendego amesema kwamba uchaguzi huu ni uchaguzi wa muhimu sana, na yeye amesema yuko tayari kama ilivyo kawaida kwa kushirikiana na viongozi wa mkoa ambao tayari uchaguzi huu umeweza kuwapitisha, kwa sababu mkutano ulikuwa ni wa weledi, umakini, tuzingatie umoja na upendo katika utendaji wa kazi ambao unaendelea. Itatolewa semina elekezi ile kila mmoja aweze kufanya kazi kulingana na taratibu zake. Tuishi kwa mujibu wa kanuni, katiba na taratibu zilizowekwa na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Kwa hiyo kwa mimi kama mtaalamu wa uchumi nitatumia fursa hii kushauri mambo mbalimbali ili tuweze kuinua uchumi wa Muislamu mmoja mmoja na uchumi wa taasisi. Naamini nikiwa kama kijana nitaweza kushirikiana na vijana lakini na wazee wote pamoja na wajumbe, lakini kushawishi jamii nzima kuhakikisha kwamba baraza letu la mkoa wa Singida linakwenda kupata maendeleo bora na kuwa na mustakabali mzuri kabisa wa umoja na kuendelea kutuliza amani na upendo kwa jamii ya Waislamu na watu wote kwa jumla mkoa wa Singida. Kutoka hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu, Hasim TV. Na mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kolimba ameendelea na ziara za ukaguzi wa miradi mbalimbali inayotekelezwa ndani ya wilaya hiyo, ikiwemo miradi ya ujenzi wa barabara za lami yenye urefu wa kilomita 6.45 kwenye kata 5 za wilaya hiyo zilizogharimu kiasi cha shilingi bilioni 4.37. Zuberi Mgaya kwa mara nyingine anatuarifu zaidi. Akizungumza mara baada ya kufanya ukaguzi katika kata za Dunga, Msambweni, Mabawa, Masiwani pamoja na Maweni, mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kolimba ameelezea hatua za ujenzi wa barabara hizo ulipofikia. Barabara za ujenzi wa lami kilomita 6.45 ambazo tumepita kuzikagua, na zote wakandarasi wako site wanaendelea na kazi. Kuna nyingine utekelezaji umefikia 74%, lakini nyingine zimefikia utekelezaji 50%. Lakini tumetoa maelekezo kwa wakandarasi pamoja na TARURA kuhakikisha kwamba wanasimamia ili zikamilike kwa mujibu wa mkataba. Aidha, Kolimba amesema mchakato wa malipo kwa mkandarasi wa barabara hizo tayari zimeshafanywa na serikali na kusisitiza wajibikaji kwa TARURA katika usimamizi wa ujenzi huo ili kukamilika kwa wakati. Tunashukuru kwamba serikali ya awamu ya 6 imeshatoa fedha zote na inalipa kwa mujibu wa certificate ambazo zinawasilishwa. Kwa hiyo tuna uhakika katika jiji letu la Tanga mpaka kufikia mwezi wa kwanza hizi barabara ambazo zimeletewa fedha zenye kwa ajili ya ujenzi wa lami kilomita 6.45 zitakuwa zimekamilika. Kazi yetu sisi tuliopewa dhamana na Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha tunasimamia ili ziweze kukamilika kwa kiwango ambacho kinatakiwa.
Kwa upande wake, kaimu meneja wa wakala barabara za mijini na vijijini TARURA wilaya ya Tanga, mhandisi John Msumi, amemtaka mkandarasi kuongeza kasi ya ujenzi ili kuendana na mabadiliko ya hali ya hewa zinazoweza kukwamisha mchakato wa ujenzi. Sisi tumejipanga kuwa bega kwa bega na wakandarasi na kuhakikisha pamoja na kuchelewa wafanye programu nzuri ambayo itaendana na wakati wa mkataba, na pamoja na mvua hizi wamalize zile kazi ambazo zinakuwa affected na mvua ambazo ni kazi za earthwork, ili wakati wa mvua za vuli wawe katika hatua ya ujenzi wa barabara wa mifereji, ambao wakati wa ujenzi wa mifereji mvua za vuli kwa muda mwingi inaweza zisiathiri sana ujenzi wa barabara hizo. Na kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Tanga ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za taifa. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Nuhu Stima. Mtazamaji, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Jeshi la Sudan SAF limetoa taarifa ya kudai kuwa zaidi ya wapiganaji 100 wa vikosi vya msaada wa haraka RSF wameuawa katika mapigano ya Al-Fashar, makao makuu ya jimbo la Darfur kaskazini magharibi mwa Sudan. Division ya 6 ya kikosi cha kutembea kwa miguu cha jeshi la Sudan ilitangaza Oktoba 13, 2025 kuwa limefanikiwa kuzima shambulio kali lililoanzishwa na wanamgambo wa RSF kwenye mji wa Al-Fashar Oktoba 12, 2025. Taarifa ya jeshi la Sudani imesema vikosi vyake vilipambana kwa ujasiri na washambuliaji na kuwasababishia hasara kubwa wavamizi hao, wakiwemo vifaa vya kijeshi, na kuua zaidi ya wapiganaji 100 na wengine kujeruhiwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, RSF ilianzisha mashambulizi hayo dhidi ya wanajeshi wa kutembea kwa miguu wa jeshi la Sudan SAF kwa kutumia magari ya kivita na vifaru viwili vikisaidiwa na mashambulizi ya silaha nzito. Wizara ya mambo ya nje ya Sudani ilidai kwamba mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za RSF yaliua raia 57 katika makazi ya muda ya wakimbizi wa ndani huko Al-Fashar, huku tuhuma hizo zimekanushwa vikali na RSF juu ya kuhusika na shambulio hilo. Naye Denise Brown, mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, amelaani kwa maneno makali zaidi mashambulizi ya mara kwa mara na ya makusudi yanayolenga raia wasio na ulinzi huko Darfur kaskazini. Kwingineko, duru za habari zimeripoti kuwa rais wa Madagascar Andry Rajoelina ametoroka nchini kwake na ndege ya kijeshi ya Ufaransa, huku akieleza tishio la kuuawa na kundi la wanajeshi na wanasiasa lililopangwa dhidi yake. Tukio hilo limetokea baada ya maandamano ya nchi nzima, hasa yakiongozwa na vijana, yenye lengo la kumuondoa madarakani rais huyo, huku akieleza kupitia matangazo ya Facebook kuwa tangu Septemba 25, 2025 kumekuwa na majaribio ya kumuua na kufanya mapinduzi ambayo yamepangwa na kundi la wanajeshi na wanasiasa, na kuongeza kuwa kuna njia moja tu ya kutatua masuala hayo, ambayo ni kuheshimu katiba inayotumika nchini. Rais huyo amesema kuwa amelazimika kutafuta mahali salama ili
ili kulinda maisha yake baada ya jaribio la kuwatuliza waandamanaji hao vijana walioitwa Gen Z kushindikana, japo kundi hilo limeshuhudia rais akiifuta kazi serikali yake yote na kufanya makubaliano mengine ambayo hayakupata mafanikio. Hotuba yake kwa taifa iliyocheleweshwa mara kadhaa, huku kukiwa na machafuko na wanajeshi nao wakitishia kuteka makao makuu ya televisheni ya taifa katika kisiwa cha Bahari ya Hindi. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, shirika la kijasusi la ndani la Uingereza MI5 limetoa onyo nadra hadharani kwa wabunge Oktoba 13, 2025 kwamba wanalengwa na majasusi kutoka China, Urusi na Iran katika jaribio la kudhoofisha demokrasia ya nchi hiyo. Onyo hilo linakuja wiki moja baada ya waendesha mashtaka kusema kuwa walilazimika kuachana na kesi ya wanaume wawili wa Uingereza wanaoshtakiwa kwa ujasusi kwa wabunge kwa ajili ya China kwa sababu ya Uingereza haikuwa imetoa ushahidi unaonyesha China ni tishio kwa usalama wa taifa lake. MI5 ilionya wanasiasa na wafanyakazi wao kuwa makini na majasusi wanaotaka kupata taarifa kutoka kwao kwa ulaghai au mashambulizi ya kuwahadaa, kukuza uhusiano wa muda mrefu wa kina nao na kutoa michango ili kuathiri maamuzi yao. Mkurugenzi mkuu wa MI5 Kems Callum alisema mataifa ya kigeni yanayoiba taarifa muhimu za Uingereza au kuendesha michakato yao ya kidemokrasia sio tu kwamba inaharibu usalama wao kwa muda mfupi, bali yanaharibu misingi ya uhuru wao. Nuhu Stima, Mahasin TV. Shukran Nuhu Stima kwa habari za kimataifa. Na kabla hatujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Aliyekuwa katibu mkuu wa taasisi ya Thakafa Alhaji Maruzuku Magongo afariki dunia. BAKWATA mkoani Singida wakamilisha mchakato wa uchaguzi katika ngazi ya mkoa. Na katika habari za kimataifa, hali ni tete nchini Madagascar. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah pata majali wake Maulana. Ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi ni Hilal Sefuriami nilokusomea habari za kitaifa. Katika habari za kimataifa ulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Billahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.